Na moja kwa moja tuvuke boda sasa. Uchaguzi mkuu nchini Uganda umefanyika leo, huku wengi wakisubiri kwa hamu kujua ni nani atatangazwa mshindi, haswa katika kinyang'anyiro cha urais ambacho kimewavutia wagombezi wanane. Mwanahabari wetu ambaye yupo Uganda kwa sasa, Lofty Matambo, amesema hesabu ya kura imeanza punde baada ya upigaji kura kumalizika saa 10 alasiri. Hebu sasa tuungane naye moja kwa moja akiwa mjini Kampala. Naam, asante sana mwenzangu studioni. Bila shaka kutoka jijini Kampala, hiki ni kituo cha kupigia kura cha Namuongo Community Hall, ambapo kama unavyojionea watu bado wamefurika sisisi. Wapigaji kura hawa ambao wamejitokeza kutoka mida ya 11 asubuhi, lakini hadi sasa wengi hawajapiga kura. Na kusema kweli, hiki ni kipute cha kuwania urais, tuseme, ambacho kinatajwa kuwa moto zaidi kuliko vile vingine 6 vilivyowahi kushuhudiwa hapa nchini Uganda tangu kujipatia uhuru mwaka 1962. Kumbuka ni kinyang'anyiro ambacho kimewavutia wagombeaji wanane, na nyuma yangu niko na wapiga kura ambao wako hapa. Wacha nizungumze nao wanielezee hisia zao ni zipi. Kumbuka uchaguzi huu umecheleweshwa kwa takriban saa 3. From what has been happening during campaigns, it is choreographed in such a way that where President Museveni knows that the opposition is strong, he tries to deploy military, deploy crime preventers and all that. So since morning these people came here, including me. Up to now, we are supposed to start at 7. Now it is coming almost to the closing time, which is, but up to now, and we are told that you listened from KFM, which is a radio for Monitor Publications, that Wakiso district and Kampala, since up to now they have not received their ballot papers. Right now you can see behind people are trying to fight. Most of them have run away. So ni mmoja wa wapigaji kura milioni 15.2 ambao wamesajiliwa, wanatarajiwa kupiga kura, lakini bado wanaelezea mafadhaiko yao. Wacha tuzungumzie na wa mwisho binti. Can you speak Swahili? What is your name? English. My name is Chempora Shamsa. Chempora Shamsa. Shamsa. Yeah. Tell us, Shamsa, at what time did you come to this polling station, community hall, and have you voted now? I came at 6:45 because my granny had sent us here. We came together with her, but unfortunately we waited until 9. Nothing has happened, and the only thing we saw was chaos. Yet the Electoral Commission offices are just near here, but nothing is going on, and they have just brought the the ballot boxes. At first they brought empty ones. What does that mean? Okay, what do you want, people of Uganda, this time round? We just want change, and we need peace. Our country has been in peace, and we need to go on like that. Thank you very much. wa kesho, kama sijakosea jina lake, bila shaka pia naye akitoa mafadhaiko yake, lakini wanasema baadhi wanataka mabadiliko, wengine wanataka mambo tu yawe shwari na amani. Kumbuka hapo awali kumeshuhudiwa vurumai katika barabara ya Wakisho katika jiji hili la Kampala, ambapo mamia ya vijana wamejitokeza na kuziba barabara wakilalamikia kucheleweshwa kwa hatua hiyo ama shughuli hiyo ya kupiga kura, ambapo maafisa wa usalama wamekuwa na muda mgumu kuweza kuwatawanya na kuhakikisha kwamba hali inarudi shwari. Vile vile kupitia kwa halmashauri ile ama mamlaka yale ya mawasiliano nchini Uganda, imepiga marufuku matumizi ya mitandao yote ya kijamii ikiwemo Facebook, Twitter na WhatsApp, hivi kwamba pia kumekuwa na malalamishi mbali na kukatazwa kwa wapigaji kura kubeba simu za mkononi katika vituo vya kupiga kura, ikitajwa kuwa hatua moja ya kuweza kudhibiti labda hali ya kusambaza habari mapema na fununu za hapa na pale. Lakini hayo yote wapigaji kura wameweza kuyalalamikia. Kumbuka kiongozi yule wa tume hii ama mwenyekiti wa tume, Badru Kigundu ambaye ndio mwenyekiti wa tume ya uchaguzi hapa Uganda, vile vile alitangaza jana kwamba yuko tayari kukabiliana na yeyote ambaye atakuwa anafanya mawasiliano kwa njia sio stahili, na kutangaza kwamba wapigaji kura hawataruhusiwa kukaa karibu na vituo vya kupiga kura punde watakapoweza kupiga kura zao. Basi tuko kutoka nchini Uganda, tutakuwa tunakuletea mtazamaji hali kama zilivyo hadi kuhesabiwa kwa kura hizi, tukitaraji kwamba katika kipindi cha saa 48 kama ilivyotangazwa na tume ya uchaguzi hapa Uganda, basi tutakuwa tunajua matokeo haswa ya rais. Kumbuka uchaguzi ni wa rais, uchaguzi wa wabunge na vile vile wabunge wa kike wa wilaya. Chaguzi 3 hizo ambazo tunatarajia kwamba tutakuwa tunakuletea majibu yake moja kwa moja kutoka jijini Kampala, Uganda. Mimi
ni Lofty Matambo.